Sasa twende kwenye uchambuzi wa kina wa moja kwa moja wa kila fungu na mkitadha wake katika kitabu hiki cha Ufunuo sura ile ya pili kuanzia ule mstari wa 12 hadi ule mstari wa 17. Kama tulivyokwisha kusema, Pergamo ilikuwa ni mji mkubwa wa kale ambao ulikuwa ni Asia ndogo ambao leo ni Uturuki. Ulikuwa ni kituo kikubwa cha utawala wa Kirumi kama tulivyokwisha kuona, lakini pia ibada kubwa ya miungu ya pale ilikuwa ni ibada ya kipagani, hasa Zeus. Moja ya miji ya kwanza kuabudu Kaisari kama Mungu. Ndio maana Yesu anasema mahali palipo kiti cha enzi cha Shetani. Alikuwa akiashiria mfumo ambao ulikuwa ni wa kiroho uliojaa ibada za sanamu na mamlaka ya kishetani. Sasa kitabu cha Ufunuo sura ya pili mstari wa 12, na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika. Hapa tunaweza tukachambua kwamba malaika hapa anaweza kumaanisha mchungaji au kiongozi wa kanisa. Hapa neno malaika lililomaanishwa ni mjumbe wa kiroho wa kanisa, messenger. Kwa hiyo yeye aliye na upanga mkali wenye ukali kuwili anamaanisha kwamba ni Yesu mwenyewe. Yesu anajitambulisha kama yeye aliye na upanga mkali wenye makali kuwili. Lakini pia maana ya upanga makali kuwili ni neno la Mungu. Tunaelewa neno la Mungu lenye hukumu na mamlaka. Ukilinganisha kile kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 12, tunaona ujumbe wake ambao unakusudiwa hapa. Utasoma kwa muda wako. Ujumbe ambao natamani leo niweze kuzungumza na wewe tena wa kitheolojia. Yesu anaingia kama hakimu mwenye mamlaka ya kutenganisha kweli na uongo. Hatamani sana kanisa ambalo linaishi huku likiwa lina njia mbili. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Lakini kusoma kitabu cha Ufunuo lile fungu la 13, anasema najua matendo yako na mahali ukaapo. Tukichambua hapa tunaona Yesu anatambua mazingira magumu ya waumini. Lakini tunaona anatambua kiti cha enzi cha Shetani, mfumo wa kidini wa kipagani, Mungu Zeus aliyekuwa akiabudiwa. Kaisari anaabudiwa kama Mungu. Lakini tunaona wanalishikilia jina la Yesu. Bwana asifiwe. Hawajakana imani hata katikati ya mateso. Tunaona katika fungu hili tunaona kuna shahidi mmoja mwaminifu anaitwa Antipa. Antipa anatajwa kama shahidi wake mwaminifu wa Mungu. Huyu alikuwa ni mtu aliyeuawa kwa ajili ya imani yake. Sasa kwa hiyo tunapata ujumbe mkubwa katika fungu hili la 13. Kanisa lina imani thabiti katikati ya upinzani mkubwa. Fungu la 14, lakini na machache juu yako. Tatizo kubwa ambalo walikuwa nalo, kanisa liliruhusu mafundisho ya uongo yakaingia, mafundisho tunayoona ya Balaam. Ukirejea kitabu cha Hesabu sura ya 22 mpaka Hesabu 25 utajifunza kwa muda wako mafundisho ya Balaam. Balaam alichokifanya, alimfundisha Baraki kuwadanganya Israeli waingie kwenye uzinzi na ibada ya sanamu. Sasa hapo unaweza kusema ina maana gani? Mafundisho yanayochanganya imani ya kweli na dhambi ndio mafundisho ambayo yaliingizwa katika kanisa la Pergamo, ambayo tunaita mafundisho ya Balaam. Na mafundisho haya yanaenda mpaka kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, ambayo ni ishara ya kushiriki ibada za kipagani kabisa moja kwa moja. Mungu atusaidie sana. Lakini fungu lile la 15 tunaona vivyo hivyo wewe nawe unaowafuatao mafundisho ya Wanikolai. Ushakwisha kujifunza hapo nyuma. Lakini Wanikolai lilikuwa ni kundi ambalo lilikuwa linahubiri uhuru wa dhambi, grace iliyopotoshwa, neema iliyopotoshwa, kwamba tumeokolewa kwa neema, tuko chini ya sheria. Mpaka leo tuna watu wa namna hiyo, kuishi maisha ya kidunia huku ukidai unamfuata Kristo. Hilo ni tatizo. Kanisa lilikuwa linavumilia mafundisho mabaya. Yapo kanisani anaingia, lakini wala hawakemei. Sio tu uwepo wao, bali kutoka kuchukua hatua. Kwa waliwaona, lakini hawakuchukua hatua yoyote ya kuwakemea. Kwa hiyo Pergamo wakaonywa katika jambo hilo. Ukisoma fungu la 16, tubuni basi, la sivyo nitakuja upesi. Yesu anadai toba ya haraka, vinginevyo nitapigana nao kwa upanga wa kinywa changu. Tunaona katika fungu la 16. Maana yake hukumu inatoka kwa neno lake. Yesu mwenyewe anapinga uovu ndani ya kanisa. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Fungu la 17, yeye aliye na sikio na alisikie neno ambalo Roho ayaambia makanisa. Tunaona kuna ahadi kwa mshindi, maana iliyofichwa. Ukirejea kitabu cha Kutoka 16 tunaona wana wa Israeli walipewa mana jangwani, walikuwa naokota. Mana ilikuwa chakula cha mbinguni ambacho kilikuwa natoka mbinguni. Maana ya kiroho hapo unaweza kujifunza. Yesu anampa mshindi riziki ya kiroho ya milele. Kwa hiyo tusikate tamaa, tupambane mpaka tufikie ile mede ya thawabu. Lakini kipengele kingine katika fungu la 17 tunaona jiwe jeupe. Katika utamaduni wa kale jiwe jeupe lilikuwa linamaanisha ushindi. Labda tunaweza tukasema lakini pia kukubalika
au wakati mwingine haki, jiwe jeupe atakayopewa mtu ambaye atavumilia mpaka mwisho. Lakini pia katika kifungu la 17 tunaona kipengele kingine, jina jipya, linaashiria utambulisho mpya ndani ya Kristo. Jamani, Bwana asifiwe. Uhusiano wa binafsi na Mungu, jina jipya. Mimi natamani na mimi nipewe jina jipya, sio hili nilionalo, si mpongo. Hata mpongo wenyewe sijui hata ina maana gani. Bwana tusaidie sana. Kwa uchache kabisa katika somo la leo, yako mambo ya kujifunza. Ujumbe wa kiroho kwa leo wa kanisa la sasa, ambao ni kanisa la kwako hapo ulipo na kanisa langu hapa na makanisa mengine yanayosimamia. Kuwa Mkristo si kushikilia jina tu, wapendwa, au kuwa katika jina la kitabu cha ushirika. Mimi ninachokiona leo watu wanang'ania kuwa washiriki wa kanisa. Mungu atusaidie sana. Ni kuishi kwa utakatifu. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Tusiwe na mchanganyiko wa kweli na uongo. Ni hatari sana katika maisha yetu. Mungu anisaidie mimi pia nisiwe miongoni mwa mchanganyo. Yesu anatamani sana kanisa safi, si tu lenye imani ya nje. Leo kama katika Pergamo tuna changamoto za utamaduni, tuna changamoto za kisiasa na kuabudu sanamu. Tunaona katika ulimwengu wa leo tunachokupaswa kushikilia ni imani ambayo haina woga. Jamani, Bwana asifiwe. Tunahitaji kuwa majasiri, kutambua na kukataa uovu na kutafuta kwa hekima. Mungu atusaidie sana. Tusiwe wafuasi wa Kristo alafu tunatumia hekima katika mkitadha wa kisiasa na za kidini. Wakati unaponisikiliza, yako maswali ya kutafakari ambayo natamani kuache nayo katika wakati huu. Ni changamoto zipi ambazo zinafanana na zile ambazo ni za kanisa za Pergamo unazokutana nazo katika kanisa la leo? Unaweza kuzifahamu. Orodhesha hapo, andika kwenye comment katika video hiyo. Ni changamoto zipi zinazofanana na zile za kanisa la Pergamo tunazokutana nazo leo? Namba 1. Namba 2, Yesu anasema nafahamu mahali unapokaa. Je, hii inamaanisha nini katika maisha yangu ya kiroho, mahali tunapokaa? Namba 3, ni mafundisho gani potofu au tamaduni za uongo ninahitaji kushikilia mbali nazo kabisa? Sitaji kuwa nazo jirani. Ninasimama imara katika imani hata inapokuwa kwenye mazingira yasiyo ya kiroho. Niko tayari kuteseka au kupoteza kitu kwa ajili ya kumtetea Kristo kama Antipa. Je, ningebaki mwaminifu hadi mwisho? Mjiulize. Nikuache na wimbo wa kwaya hii kwa ajili ya tafakari. Bwana akubariki sana. Tazama, ameumba mbingu takatifu, hakuna shida wala majonzi, hakuna kifo, yote yamepita. Tutamwabudu na
tumsifu Bwana na tutamuimbia na tutamshukuru zawadi ya uzima milele. Jinsi anavyotenda kwa waamini.